Naam, mtazamaji, taarifa rasmi imeweza kutolewa sasa hivi na Jeshi la Polisi Tanzania kuhusu maandamano yaliyopangwa mnamo tarehe 9 Disemba dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ya CCM. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikupashe au nikujuze taarifa hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tanzania inaingia katika wakati mwingine wa mvutano wa kisiasa huku Jeshi la Polisi sasa wakionya kuhusu maandamano yaliyopangwa Disemba tarehe 9 yanazidisha wasiwasi wa kitaifa, huku mamlaka ikitangaza kuwa maandamano yaliyopangwa ya siku ya uhuru Tanzania yanahatarisha amani na utulivu siku hiyo. Onyo hilo linakuja wakati vyama vya upinzani na wanaharakati wakiendelea kushutumu vikosi vya serikali vya Samia Suluhu Hassan vya Tanzania kuhusika na vifo vya mamia ya raia wakati wa machafuko makali yaliyofuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29. Huku kukiwa na ongezeko la hasira ya umma, onyo la polisi kwa maandamano yaliyopangwa Disemba tarehe 9 kumezua mjadala zaidi kama serikali inatanguliza usalama wa taifa inakandamiza uhuru wa kiraia. Uchaguzi huo wenye utata ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa kupata asilimia kura 98 ya kura zote za Tanzania ulizusha maandamano makubwa wakati huo katika miji mikubwa ikiwemo Dar es Salaam na Dodoma, ambapo vikosi vya usalama vilijibu kwa nguvu kubwa huku mauaji yakishuhudiwa. Video za mashuhuda zilizosambazwa wakati huo ambazo zimezidisha hasira ya maandamano yaliyopangwa Disemba tarehe 9. Video hizo zilizosambazwa mtandaoni zilionyesha moto, machafuko na raia waliojawa na hofu wakikimbia mapigano na vikosi vya usalama, wengine wakifariki na wengine kupata majeraha. Na picha hizi zimechochea hisia kali kwa onyo ambalo sasa limetolewa na polisi kwa wale ambao watapanga tena maandamano hayo Disemba tarehe 9, ambayo polisi wanasema ama wanahofia ya kwamba maandamano hayo huenda yakaleta hasara na kuzua machafuko mengine. Watanzania wengi wanahoji kuwa mamlaka zinapaswa kuzingatia uwajibikaji wa vurugu hizo badala ya kutishia wananchi kwa kamata zaidi. Huku hali ya wasiwasi ikiongezeka Tanzania, polisi wanaonya kuhusu maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba, wametilia shaka uaminifu wa tume iliyoteuliwa na serikali iliyopewa jukumu la kuchunguza mauaji hayo, ikitaka wananchi kutulia. Tayari viongozi wa upinzani wametupilia mbali tume hiyo kwa kusema kuwa ina upendeleo na haina uwezo wa kutoa haki kwa waathiriwa wa maandamano ya Oktoba. Licha ya hayo, onyo la polisi kwa maandamano hayo yaliyopangwa bado ni dhabiti na liko wazi, huku maafisa wakisisitiza kuwa maandamano hayo yaliyopangwa Disemba hayajaidhinishwa na yanahatarisha usalama. Wanasema kuwa nchi haiwezi kushughulikia machafuko zaidi au mengine, na kwamba mikusanyiko yote lazima ifuate taratibu za kisheria zilizowekwa na serikali na sheria za kitaifa. Wanasiasa wa upinzani hata hivyo wanapinga vikali, wakisisitiza kwamba onyo la polisi kwa maandamano yaliyopangwa Disemba tarehe 9 ni ishara nyingine ya kupungua kwa nafasi ya kidemokrasia. Wanasema maandamano hayo ya Disemba yananuia kuwa ya amani na ishara yasiyo na machafuko, kuadhimisha siku ya uhuru kwa kutoa wito wa haki badala ya vurugu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yameingilia kati, yakisema kuwa onyo hili la polisi kwa maandamano yaliyopangwa kinyume na haki za kikatiba zinazohakikisha uhuru wa kukusanyika. Ripoti zao zinaonyesha kuwa ukandamizaji dhidi ya wapinzani unazidi kuwa wa kimfumo na hivyo kuibua wasiwasi kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Tanzania. Familia za wahasiriwa waliouawa wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wanasema kuwa onyo la polisi kwa maandamano yaliyopangwa ya tarehe 9 Disemba linahisi kama jaribio la kunyamazisha maombolezo ya umma. Familia nyingi bado hazina majibu kuhusu kile kilichowapata wapendwa wao, na hivyo kuongeza majeraha ya kihisia yaliyoachwa na machafuko ya Oktoba. Waandishi wa habari wanaofuatilia hali hiyo wanabainisha kuwa kuonya kwa polisi kuhusu maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba kumezua hali ya hofu, lakini pia kukaidi. Baadhi ya wananchi wanasisitiza kuwa bado wataandamana vile bila kuogopa, huku wengine wakihofia uwezekano wa kutokea ghasia mpya iwapo wataingia mitaani. Jumuiya ya kimataifa pia imezingatia na mashirika kadhaa ya kigeni yakifuatilia kwa utulivu matukio yanayoendelea kufuatia onyo la polisi kuhusu maandamano yaliyopangwa ya Disemba. Waangalizi wa kidiplomasia wanasema hatua zinazofuata za serikali zitaathiri sifa ya Tanzania duniani kuhusu uhuru wa kiraia na uwazi wa kisiasa. Wakati huo wachambuzi wa kikanda wanaonya kwamba
Polisi na onyo lao juu ya maandamano ya Disemba yanaweza kuzidisha mvutano ikiwa serikali itachagua kutumia nguvu dhidi ya raia wasio na silaha. Wanataja misiba ya hapo awali kama ushahidi kwamba shughuli za usalama ambazo hazijashughulikiwa vizuri awali zinaweza kusambaratika haraka. Licha ya ukosoaji unaoongezeka, serikali inashikilia kuwa onyo la polisi kwa maandamano yaliyopangwa ya Disemba tarehe 9 ni sawa, ikisema kwamba umoja wa kitaifa lazima uhifadhiwe wakati wa kipindi kigumu. Maafisa wanasisitiza kuwa maandamano hayo ya Disemba yanaendelezwa na makundi yanayolenga kuyumbisha au kuchafua nchi. Wanaharakati wa upinzani vilevile wanarudi nyuma, wakisema kwamba onyo la polisi kwa maandamano yaliyopangwa Disemba tarehe 9 ni shambulio la moja kwa moja kwa uhuru uliopiganiwa tangu uhuru wa Tanzania. Wanashikilia kuwa maandamano ya amani ni kitendo cha kizalendo, si tishio wala machafuko, hasa siku inayokusudiwa kusherehekea uhuru wa taifa hilo. Wakati Disemba tarehe 9 inakaribia, Watanzania wengi wameingiwa na hofu baada ya onyo hili la polisi, lakini wengi wanahoji iwapo watatii onyo hili la polisi kwa maandamano yaliyopangwa Disemba au kutumia haki zao za kidemokrasia na waendelee kuandamana. Mitandao ya kijamii inaendelea kuvuma na mijadala kuhusu ikiwa ukimya au hatua itaunda mustakabali wa taifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kwamba ikiwa mamlaka itatekeleza kwa ukali onyo la polisi kwa maandamano yaliyopangwa, matokeo yake yanaweza kuzidisha mzozo wa kisiasa. Wanasema kuwa mazungumzo badala ya makabiliano yanasalia njia pekee endelevu ya amani kuelekea uponyaji wa kitaifa wa Tanzania. Katika siku za hivi mwisho kabla ya siku ya uhuru na siku hiyo ya maandamano, polisi wanaonya kuhusu maandamano yaliyopangwa Disemba tarehe 9 husimama katikati ya mvutano wa kitaifa, wakianzisha mazungumzo majumbani, mahali pa kazi na duru za kisiasa na mitandaoni. Wakati saa inakaribia, Watanzania wanasubiri kwa hamu kuona kama nchi ya Tanzania itashuhudia kujieleza kwa amani bila machafuko ama nguvu kubwa au mabadiliko mapya katika safari yake ya kidemokrasia. Huku taifa likitafakari matukio ya hivi majuzi, wananchi wengi upande mwingine wanahofia kwamba polisi wakionya kuhusu maandamano yaliyopangwa Disemba 9 huenda kasababisha mabadiliko ya uhuru wa raia nchini Tanzania wa kuandamana. Hata hivyo, mvutano huo unaokuwa umesababisha mazungumzo ya kina ya ndani ya familia, jumuiya na vuguvugu za kisiasa, huku wengi wakijiuliza iwapo serikali itaweka kipaumbele udhabiti au kukumbatia usemi wa kidemokrasia. Kutokuwa na uhakika kumezua hali mbaya ya kitaifa sasa hivi ya kisiasa siku ya uhuru inapokaribia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa polisi Tanzania wakionya kuhusu maandamano yaliyopangwa Disemba 9, Disemba yanaweza kuzuia ghasia au kuwasha moto zaidi kwa wananchi katika maandamano hayo. Kutegemeana na jinsi mamlaka inavyochagua kujibu, itaweza kuchangia pakubwa matokeo ya maandamano hayo. Wanaonya kuwa ukandamizaji wa nguvu unaweza kuwatenga zaidi raia kutoka kwa taasisi za serikali na kusababisha mipasuko ya muda mrefu ambayo itakuwa ngumu kurekebisha. Kinyume chake, njia ya amani inaweza kupunguza mzozo na kufungua njia ya mazungumzo, hatua ambayo Watanzania wengi wanaamini kuwa inahitajika haraka. Viongozi wa imani kote nchini pia wametilia maanani, wakihimiza utulivu na kukumbusha taifa kwamba polisi wanaonya kuhusu maandamano hayo kwa sababu tu ya kutaka kuleta amani. Wameitaka serikali kujizuia na kuwataka wananchi kuwajibika ipasavyo na kuepuka machafuko. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama habari hizi. Ningependa unijuze maoni yako chini ya video hii kuhusiana na onyo hili la polisi kuhusu maandamano hayo ambayo yanatarajiwa kufanyika Disemba tarehe 9.